Ni asubuhi moja tulivu, tunampata bidada ambaye anaitwa Gabriel, ni mfanyikazi kwenye hoteli. So alikuwa anafanya usafi huko anacheza, mara akawa shagonga mwamba fulani ambaye anaitwa Desmond. Jamaa akaanguka. Bidada alishtuka kinoma akasema samahani, alafu akawa shajichenga, hakutaka kumwangalia hata sura. Lakini yule mwamba alikuwa amekota hii kadi ya huyu bidada. So bidada akaenda ambia marafiki zake chenye kinatokea, afu bidada wenzake akamwambia usijali, huwezi kufutwa kazi. So yule mwamba akaenda paka pale reception akapeana ile kadi, alafu akawasha chimba. Huku baadaye jioni bidada kama kudemuliza mamake kila kitu. Mama akamwambia usijali mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa, hawezi wakakufuta kazi kwa sababu ya hiyo kitu ambacho kimetokea, si ni bahati mbaya. Mamake akawa shampa moyo pale na nini. So tunalipo siku iliyofuata yule bosi wa yule bidada akawa shakuja paka kwa kina bidada, akasema anataka kuonana na Gabriel, lakini Gabriel alikuwa anatoka, mamake akawa shampatia kiti. So baada ya muda mfupi Gabriel alikuwa shakuja. So mwamba akamwambia kuna jamaa ambaye ni kipofu anataka mfanyikazi wa ndani, kwa hivyo mimi nimekupendekeza ndio ukafanye kazi huko, maana pale huwa unazingua na utakuwa unalipwa naira 1100 kwa mwezi. Mamake akafurahi kinoma noma sana. Jamani mama, uona furahi hata mtu mwenye simjui. Akamwambia huoni maisha yetu ambavyo ni yako hapa. Nenda ukafanya kazi uko mwacha mambo yako jamani. Mimi nataka kuvaa matenge vitu vikali. So baada ya muda ubidada ndo kaa shade topaka kwenye ile nyumba kawa mpata na ugeni man fulani hapa anaitwa Raymond. Sasa after amfika huko ndani akawa amepatana na huyu mwamba, na huyu mwamba sasa mnamuona ndani yule ambaye ni mgonga, ubidada hakuwa amemwona sura. So after pale huyu bidada aka ashapelekwa paka kwenye room yake na akaonyeshwa hii ndo itakuwa room yake. Sasa aka anacheza maana anajua mwamba haoni na mwamba tunajua sote anaona. Sasa baadaye huyu bidada kashampigia mamake akampatia habari, nakwambia mama, chumba kina kitanda cha 7x8. Jamaa kumbe alikuwa anamsikiza huko anacheka kinoma noma. Sasa tunatupwa siku iliyofuata hapo bidada alikuwa anafanya zake upishi huko anacheza, na baada kwa amemaliza kufanya mambo ya papishi hapa akawa amemfuata huyu mwamba huko ndani ili akamwamsha ili aje apate kiamsha kinywa. Akampata mwamba anaongea na simu na hakuna simu yote ambayo inapigwa hapa, ni mwamba tu ana pretend. Sasa bidada kama ameenda kule na chakula vitu anachunguza, anapanda kwenye kitanda, mwamba anamcheki tu. Kumuitwa jamaa akajifanya alikuwa yuko mbali na mwamba alikuwa anaona kila kitu chenye bidada anafanya. Haya, so baada pale mwamba akamwambia kaa hapa tule pamoja. Wakala pale baada ya muda huyu bidada kama amempelekea yule mwamba chakula. Huyu mwamba kama amemsifia, wewe ni tofauti na wasichana ambao washaikuja hapa, anakuambia wewe una roho ya kipekee. Sasa bidada baadaye akawa shamleta mwamba chumbani hapa. Mwamba akawa ashafunguka kumwambia ati napenda unavyonijali na nini pale. So baada ya mwamba amemaliza kuongea naye, bidada akachukua fimbo, kofia ya mwamba hapa kama amevaa, yaani ana vituko bidada, maana ndio jamaa siaoni na jamaa anamuona. So baada pale jamaa alikuwa anacheka, alafu jamaa anasema kweli huyu ndo ananifaa kabisa. Mbona sema hivyo? Kwani jamaa anampenda nini? So siku iliyofuata mwamba akawa amempatia bidada kadi ili akafanya shopping. Bidada kama ameenda kufanya shopping pale, alafu baada ya shopping bidada kama amemregesha tena kadi yake na kama ametumia pesa kile kiasi ambacho alikuwa amesema. Mwamba alikuwa anaona venye yeye ni kipofu, hata maybe atamwambia. Sasa siku nyingine alikuwa na fano safi, mara akapata pesa kama zote akafanya kama yeye ndo msanii, akarusha baadaye akaziregesha kama zilizokuwa. Mwamba kudi angalia pesa sijaibu hata shilingi 5. Sasa siku iliyofuata mpenzi wa mwamba alikuwa amfika. Oya, nataka unipatie pesa, mimi nataka niende zangu show, usikia? Uniwekee naira 2,000,000 sasa hivi, na kama utanitumia utanijua mimi ni nani. Sasa bidada akamwambia, wewe ni mpenzi gani jamani ambaye anakufanyia hivyo? Afu unampenda? Mimi nampenda. Unampenda gani? Uhusu upendo? Bidada alikuwa anamfokea kinoma noma, asije tena huko ndani nakwambia. Bidada alionyesha kumjalia mwamba mpaka mwamba alikuwa anafurahi. So baadaye jioni bidada alikuwa anamudu, sasa ule jamani, ule mtu unampenda na vile anakufanyia vile, si umwachane naye? Akamwambia mimi nataka tu nimpe mtihani mmoja, after hapo ndo nitaachana naye. Mtihani gani? Mtu akupendi, mtu ambaye anakupenda haiza kufanya vitu kama vile. Waliongea pale na nini, lakini bidada alikuwa anaonyesha kumjali sana mwamba. So siku iliyofuata yule bidada akangudia tena kwa anafoka, mbona uko nitumia zile pesa? Kwa akawa anampiga we. Sasa akaja bidada yetu alimtimua kwa kimpiga makofi. Mwamba alikuwa na furaha kinoma noma. Yule mtu nakwambia sije tena, pakija mimi nitamuua, mimi nakwambia mimi nitamuua. So baada pale mwamba akawa amempiga yule bidada. Hapo ndo tunajua kweli kumbe yule bidada si mpenzi wake. Akamwambia asante kwa kucheza hii party kama mpenzi wangu. Asante pia wewe, lakini mpenzi wako jua amenipiga vibaya. Akamwambia usijali, sini makofi ya kike hayaume nyoko. Sasa wakaongea pale, lakini bidada akamwambia huyu mtu anakufaa, lakini jamaa akamsema kuna mtihani mmoja wa mwisho nataka nimpatie, after huo basi naona kila kitu kitakuwa sawa.
Kisha baadaye tunatupokuwa huyu mwamba akiwa anaongea na huyu bidada. Bidada alikuwa bado anafuka. Mimi nilikwambia yule mtu akupendi. Jamani, mbona hutaki kunisikiza mimi? Unataka usikize nani? Mimi ndo nakujua naishi na wewe hapa ndani. Nyingine tunatupa tunampata huyu mwamba hapa. Akawa na bidada ambaye anaitwa Celeste. Wakawa wamepanga mpango mwingine ambao wanataka kufanya. So mpango wenyewe ulikuwa gani ndio huu sasa. Mwamba alikuwa ameamua ajifanye kama ni mgonjwa, angalie hii treatment ya huyo bidada yenye itakuwa. Bidada alionyesha kumjali, alikuwa anampatia chakula mpaka kukaa kumetwa daktari fulani hapa. Lakini unajua mwamba haumwi. Hii ni mipango tu. So kufika pale akaambia hemu niache na huyu. Bidada kutoka tu jamaa akaanza kucheka. Yaani jamani washenzi kweli. Yaani wanamchezea bidada hapa, bidada bila kujua. Baadaye matibabu ya mchongo huyu bidada akawa ameambiwa anafaa ahakikishe jamaa anakula chakula kwa wakati na kula dawa. Sasa alipokuwa anampatia dawa mwamba alimshika huyu bidada akawa anampapasa akamwambia najivunia sana kukaa na wewe. Sijapata mtu ambaye anajali kuhusu mimi after mamangu. Bidada alishtuka sana akawa amejichenga mpaka chumbani kwake. Kufika chumbani kwake akaanza kujiongelesha, lakini mbona najisi nampenda, lakini acha niache ujinga, mtu tajiri kama yule anaweza kunipenda mimi? Hapana, haiwezekani. Lakini mbona namwanza hivi? Futilia mbali. Sasa bidada alikuwa ni halali hata chumbani kwake, anajifanya ameondoka kwenda lala, lakini analala pale tu karibu na mwamba, maana alikuwa anajua hali ya mwamba ni mbaya. So baada ya mwamba alipokuwa amerecover, ukaribu wao ulikuwa mkubwa, yani mpaka mwamba ndo akajihisi anampenda bidada mazima kabisa. Na bidada pia alikuwa anampenda mwamba, lakini ile kila mmoja kumwambia mwenzake ndo ilikuwa mtiti. So baada ya muda hapa mwamba alikuwa anaandika vitu fulani kwenye diary yake, alafu usiku uliofuata mwamba ndo akawa ameconvince kwa bidada kwa anampenda. Bidada kwamba yeye alishangaa sana. So kufika zake chumbani kwake kama ameshika moyo wake, anahisi kama unataka kutoka uende kwenye kichwa bana. Alikuwa tu anamwaza mwamba. Huko mwamba pia naye alikuwa anamwaza bidada. Baada kijeshi. Sasa siku moja bidada alikuwa anafanya mapishi huko anacheza cheki, mwamba naye akawa anamcheka huko anacheza bana. Sasa siku iliyofuata hapa mwamba alikuwa amemletea bidada bana iPhone 17 bana. Bidada alifurahi akinoma. Jamani asante jamani. Bidada alisikia haraka mpaka kwa mlinzi pale, akaenda kuonesha mlinzi akawa kuna madui kama anaanza aseme ni vitu kama hivyo. So baada pale bidada akawa na furaha sana. Sasa mwamba akaangudia na huyu bidada akamwambia kuna yule rafiki yangu ambaye alikuwa anakuja kama kwa lengo la kunitibu, so nataka ni mtumie amtongoze yule bidada kama atakubali. So kama vile nilikuwa mpanga, bidada akapata na yule mwamba. Jamani akasema litampatia nyumba, magari na nini, lakini yule bidada akasema sina haja na hivyo vitu. Dede mwakashajichenga. So wakawa wameandaa kipati chao hapo wenyewe na raha, maana jambo leo lilikuwa limefanikiwa. So akamwambia mke umepata. So jamaa cha kufanya wewe tafuta muda umapproach na nini, baada hapo basi mambo yatakuwa sawa. Haya, tunatupo hapa. Siku iliyofuata jamaa alikuwa anapiga simu anajimaliza, yani hapa naona nimpata mke mwanangu. Yani kila mbinu mbali nimejaribu kumfanyia bidada imetiki. Kumbe bidada alikuwa anasikiza bana. Bidada kaja akamwambia yani wewe kumbe siku zote ulikuwa unanifanyia mimi vituko, kumbe ilikuwa unaona hata mimi vile dance mbele yako nafanya udinga mbele yako, kumbe ulikuwa unaona. Umeniudhi. Bidada bana alikasirika, akampigia mamake na akawa amepaki nguo zake. Jamaa alikuwa ampigia wale mabeste zake wajaribu kumzuia bidada, lakini ilikuwa too late bana. Ile wamefika wakata bidada alikuwa ashajichenga tayari. Bidada akawasha siba zake nyumbani. Mwamba alipiga paka simu kwenye ile hoteli ambapo bidada alikuwa anafanya kazi, lakini wapi. Yani ilikuwa noma sana. Wakawa wamemtafuta bidada lakini wapi. Bidada akawa kuja kwa mamake, akamweleza mamake kila kitu, lakini mama akamwambia usijali, mambo yatakuwa sawa. Si nyingine tunamuona boss wa yule bidada akawa kuja kumuombea msamaha yule mwamba, lakini mama alifoka kinoma noma. Mama alicharuka akarusha matusi ya nguoni, ya kichwani, ya miguuni, ya vyupini, ya kila mahali. Mwamba akaona sio kesi, ikabidi ajichenge. Sasa baada pale hapa tunapata bidada akiwa na mwanza mwamba pia bado akiwa na mwanza bidada. Wote wanapendana, lakini mwamba vile alimfanyia bidada ilimuumiza sana. Sasa siku iliyofuata bidada kwa ameenda zake maji hapa. Mamake alikuwa amemzoea, lakini bidada akasema hapana. So baada kwa ametoka maji hapa, Desmond na rafiki yake alikuwa ankuja pale, lakini kufika bidada akawa amewafikia toka Mr. kuona, lakini mwamba akasema sawa, kutoka nitatoka, lakini chenye ambacho kimeleta hapa ni msamaha. Hata kama utakataa kurudiana na mimi sawa, hata kama utasema utanipenda sawa tu, mimi nitakubali, lakini naomba tu msamaha wako. Yote mbali nilifanya sababu nilikuwa nakupenda. Jamaa alijimaliza, afu mamake bidada akawa anasema kama mtu anatenda makosa msamee. Bidada pale akawa amemsamea, wakakumbatiana, na hapo ndo nakuwa mwisho wa Onyama. Naambia umejifunza nini kutoka kwa Onyama na umeona hadi Onyama? Naambia hapo kwa comment. Mimi naitwa Sinza Boy, si tukutane another time.